Mimi naitwa Josephat Mwaipaja, ni meneja ya mamlaka ya mapato mkoa wa Singida. Leo kama mlivyoona ndugu waandishi wa habari, tuliitwa kwa ajili ya kutoa taarifa ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Sisi kama mamlaka ya mapato pia ni sehemu ya taasisi za serikali ambayo tunatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa kuhakikisha kwamba tunakusanya mapato ambayo mwisho wa siku ndio yanaisaidia serikali katika kuhakikisha kwamba inatekeleza shughuli zake za kimaendeleo na za kijamii. Katika kipindi cha mwaka kuanzia Januari 2025 mpaka Disemba 2025, kama mamlaka ya mapato tulikuwa na lengo la kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 17.8, lakini tuliweza kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 20.4, ikiwa ni utendaji wa 114%. Lakini niseme kwa ujumla, siri ya mafanikio haya ni utekelezaji wa maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu, ambaye amekuwa akitusisitiza TRA kuhakikisha kwamba tunatoza kodi kwa kuzingatia usawa, kwa maana ya kwamba asiwepo mtu anayeonewa. Mwenye kikubwa anayestahili kulipa kikubwa alipe kikubwa, na anayestahili kulipa kidogo alipe kidogo, kitu ambacho mamlaka ya mapato tumekuwa tukifanya. Na pia tumekuwa tukijitahidi kuhakikisha kwamba tunatoa elimu kwa walipa kodi wetu, sababu tunaamini kupitia elimu, walipa kodi wetu wakiwa na elimu ya kutosha, basi ulipaji wa kodi kwa hiari unaongezeka. Hayo ndio mambo ambayo kwa ujumla tunazingatia sana katika kuhakikisha kwamba tunafanikisha shughuli zetu za ukusanyaji wa mapato. Labda neno lako kwa wakazi ama wafanyabiashara wa mkoa wa Singida. Mimi niwaombe ndugu zangu wafanyabiashara wa mkoa wa Singida, kwanza kabisa niwaombe tujitahidi kuhakikisha kwamba tunaponunua mizigo au tunapouza bidhaa zetu, basi tutumie zile risiti za EFD, kwa maana ya kwamba yule muuzaji wa bidhaa au mtoaji wa huduma hakikishe kwamba anatoa risiti ya EFD anapopokea pesa, na yule mnunuzi basi hakikishe kwamba anadai risiti ya EFD. Lakini pia nichukue nafasi hii kuwaombeni ndugu zangu wafanyabiashara kwamba sasa hivi tuko mwezi wa 3. Kipindi hiki ndicho kipindi ambacho ni mwezi wa mwisho kwa ajili ya makadirio kwa huu mwaka ambao tunaoanza. Basi niwaombe tutumie muda huu, muda umeshakwisha, basi kila mmoja wetu aje mapema hakikishe kwamba anakadiriwa kodi katika kipindi cha mwaka huu ambao tumeuanza sasa hivi, kabla mwezi hujaisha, ili kuepuka adhabu pengine itakayotokana na mtu kuchelewa kulipa kodi. Kwa 2026 kama TRA mkoa wa Singida umejipanga vipi kuhakikisha elimu ya mlipa kodi inawafikia wananchi? Sisi kama mamlaka ya mapato tumejipanga vilivyo, kwa sababu kama nilivyosema, sisi swala la elimu tumeliweka mbele, kwa kuwa tunaamini kabisa kwamba kupitia elimu ndipo walipa kodi wetu tunaweza tukawafanya wawe na uhiari wa kulipa kodi. Kwa hiyo sisi tuna programu zetu za kuhakikisha kwamba tunatoa elimu kwa walipa kodi. Tunatumia semina kama ambavyo mnaona tumekuwa tukiwaita mara kwa mara, tunatumia vipindi vya redio, tunatumia matangazo ya magari na njia nyingine, vipeperushi. Mkiingia kwenye kurasa zetu za mitandao mtakuta kule kuna masuala ya elimu mbalimbali ya kodi ambayo tumekuwa tukiyatoa. Kwa hiyo ni muendelezo wa mambo ambayo tumekuwa tukiyafanya siku zote. Kwa hiyo niseme tu swala la elimu sisi kwetu ni kipaumbele, na natahakikisha kwamba tunaendelea kutoa siku zote elimu kwa walipa kodi wetu.